Je, mwanamke hana haki ya kusikilizwa? Sehemu ya pili. Tunaendelea. Baada ya matatizo kuanza kutokea, hali ya ndani ya familia ile ilibadilika ghafla. Kila mmoja alianza kulaumiana. Ndipo mmoja wao alipokumbuka maneno ya Amina. Alisema, si Amina aliwahi kutuonya kuhusu hili? Wote wakanyamaza kwa muda, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Uamuzi waliofanya ulikuwa umeleta hasara kubwa. Amina alikuwa kimya, akiangalia yote yanaendelea. Hakusema chochote. Ndani ya moyo wake aliumia sana, sio kwa sababu alikosea, bali kwa sababu hawakuwahi kumsikiliza. Siku hiyo usiku, Amina alikaa peke yake akitafakari maisha yake. Alijiuliza, ni kwa nini naendelea kubaki mahali ambapo sauti yangu haisikilizwi? Hilo swali lilimbadilisha. Asubuhi yake aliamka na uamuzi mzito moyoni mwake. Aliamua kuondoka bila ugomvi, bila kelele. Alikusanya vitu vyake taratibu. Wakati familia yake ilipogundua, walishangaa sana. Walijaribu kumuuliza kwa nini anaondoka. Na kwa mara ya kwanza, Amina aliamua kuongea wazi. Aliwaambia, nimechoka kuishi mahali ambapo sina thamani. Maneno haya yaliwaacha wakiwa kimya. Hawakuwahi kumwona Amina kwa namna ile. Na hapo ndipo walipoanza kugundua kuwa walikuwa wanakosea. Lakini Amina tayari alikuwa ameanza safari mpya. Je, maisha mapya ya Amina yatakuwaje? Je, familia yake itakuwaje? Je, familia yake itakuja kumtafuta? Hatujui, mimi na wewe. So tusikose sehemu ya 3. Kitu gani ambacho kiliendelea baada